Kupigwa kwa Irani, wapo Irani atamaliza nguvu zake, ni nafuu zaidi kwa Waislamu waliopo Mashariki ya Kati kuliko ushindi wa Irani. Kwa kuwa Irani akishinda atazidi kuwapiga wao, inawezekana akaenda akachukua hiyo Saudi Arabia, nayo akateka Yemen, kama ambavyo amekuwa akiwapiga hao watu. Hilo ni kweli. Irani Saudi nani anaitaka? Hata Maka anaitaka. Hivi nani ambaye hataki kuidhibiti Maka na Madina, vituo viwili kwa ajili ya Waislamu? Irani anataka hilo, ikiwezekana analitaka vizuri tu. Kwa maana hiyo sasa mlinzi wa Maka na Madina ni Marekani. Na ni kweli. Marekani ndio mlinzi wa Maka na Madina. Ina maana hata mahujaji wote wakienda Maka wako chini ya Marekani. Kwa hiyo Saudi Arabia ni serikali ambayo ni kibaraka wa Marekani. Kwa nini watu wengi wanamsupport Muirani? Ndio. Yaani kikubwa kinachoangaliwa kwamba Waislamu wengi wamekuwa wakimsupport Irani, lakini Irani ni adui wa Waislamu wengi. Kwa mfano ni adui kabisa wa watu wa Sunni, mataifa yote yale ambayo yanaonekana ni mataifa ambayo yana Uislamu wa Sunni. Yeye ni adui yao kwa kuwa anawapiga na anataka kwenda kuchukua sehemu zao. Kwa hiyo yeye akipigwa, hao Waislamu ndio wamepona. Yaani ni nafuu kwa Waislamu Irani kupigwa kuliko kushinda vita. Huyo sasa anaongea kisiasa zaidi. Kwa sababu gani? Unajua kwa nini Irani anaungwa mkono? Kwa sababu Hamas ni Waislamu, tena madhehebu ya Sunni. Hamas wanapigwa na Israeli, lakini hakuna nchi yote ya Kisuni iliwasaidia Hamas. Huyu Muirani ambaye ni kafiri kwa mujibu wa kambi ya Saudi Arabia ndio anakwenda kuwasaidia wa nini? Wa Palestina. Sasa kwa misingi kama hiyo Irani inakubalika na watu kwa sababu inaonekana Irani anawatetea wanyonge. Nilikuwa nataka nikusomee kuhusu hawa Houthi. Ndio. Hawa Houthi bwana, kiasili wanatokana na mtu sio, yani kuna labda ngoja nikusomea hapa. Kuna jambo linaanza kwa Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib yeye alikuwa ni sahaba wa Mtume. Ndio. Yeye Ali bin Abi Talib. Lakini Ali bin Abi Talib alizaa msahaba anaitwa Hussein bin Ali ambaye ni mjukuu wa Mtume. Ndio. Baadaye kutoka kwa Hussein bin Ali akaja kuzaliwa mtu anaitwa Zaid bin Ali, ndiye ambaye yakaanzishwa madhehebu ya Zaidia. Okay. Wale wa Houthi ni watu wa madhehebu ya Shia. Okay. Ni washia wale madhehebu yao, lakini washia wenyewe ni tofauti na hawa mashia walioko Irani. Wale mashia wa Irani wanaamini viongozi 12 ambao ni maimamu 12. Ndio. Hawa wanaamini hivyo hivyo, lakini hawa wanawakubali wale makhalifa wanne wa Mtume: Abubakari, Omar, Uthmani na Ali. Okay. Lakini wale washia wengine wa madhehebu ya Ithnashiria wao wanasema kiongozi wao ni Ali peke yake. Huyo Abubakari, Uthmani na Ali ni watu ambao walikiuka maelekezo ya Mtume wakapora uongozi. Sio, umeelewa eh? Lakini Waislamu wa madhehebu ya Sunni wanasema hapana, baada ya kufa Mtume ulifanyika uchaguzi. Sawa sawa. Zikapigwa kura pale Thakifa Bani Saadi. Abubakari akashinda uchaguzi, akawa khalifa wa kwanza. Kwa hiyo hawa Houthi hawa wao ni kama Masunni, wanaamini kwamba wale makhalifa wanne ni makhalifa sahihi wote: Abubakari, Omari, Uthmani na Ali. Isipokuwa wanaona kwamba Ali alikuwa ni bora zaidi. Sawa sawa. Na alikuwa anastahiki kuwa kiongozi. Kwa hiyo ilipofika mwaka 897 baada ya kuzaliwa huyo nani baada ya Kristo, hiyo tunasema kuna mtu anaitwa Al-Hadi Yahya ibn Hussein akaanzisha uimamu wa Zaidi nchini Yemen mwaka huo, na utawala wa maimamu wa Zaidi ukaendelea kwa karne nyingi. Sasa hawa Mahouthi unawaona leo wanatawala hapo Yemen, ili kundi lilianzishwa na mtu anaitwa Husayn al-Houthi. Ndio wameanzisha ile kundi la al-Houthi mwaka 2004, au wanaitwa Ansarullah, maana yake ni watu wenye kumnusuru Mungu. Kwa hiyo Wahouthi wanajiona kuwa ni sehemu ya kizazi cha Ahlul Bait kupitia Hussein bin Ali. Si kwamba wao ni ukoo mpya waliojitokeza baadaye bila nasaba inayodaiwa. Hata hivyo, madai ya nasaba na familia mbalimbali zaidi hutegemea rekodi ya ukoo zinazofadhiliwa zaidi na wahusika. Kwa hiyo hawa Mahouthi na wale viongozi wa Irani wakina Mujtaba na baba yake marehemu wana asili moja, ni ndugu. Okay. Kwa hiyo sasa huyo Khamenei kuuawa kwake kwa hawa mabwana, kwa wao ndugu yao wameuawa. Sawa sawa. Kwa hiyo wanaungana na hawa mabwana moja kwa moja katika jambo hili. Sasa mwisho wa siku ni kwamba
Kitu kibaya ambacho tunajitengeneza hivi sasa ni vita vya madhehebu ambavyo Marekani wanavitamani, yani vita baina ya masuni na mashia. Ndio. Kwa mfano sasa hivi Irani anaposhambulia nchi za Kiarabu hizi, Kuwait, Bahrain, nini, wale Waislamu wa madhehebu ya Sunni wengine wanapinga, ujue. Okay. Wanaona Mwirani anashambulia nchi zao. Ndio. Lakini kuna baadhi ya Waislamu katika hizo nchi wanawapenda wa Irani kwa sababu hao hawakubaliani na Marekani na Israeli. Ndio. Wanaona nchi mbili hizi ni kama nchi za madhalimu, nchi ambazo ziko pale Mashariki ya Kati kwa unyonya Waislamu. Sasa. Na kama ulivyoona sasa hivi Trump anawashinikiza Waarabu watoe pesa zaidi wapeleke Marekani kwa ajili ya uwekezaji. Hii inamaanisha kwamba Waarabu wanakamuliwa sasa na Marekani na kugharimia vita. Na kama tulivyosema mwanzoni, hizi vita zote pesa Marekani hatoi wala hapati hasara yoyote. Okay. Pesa watatoa Saudi Arabia, pesa watatoa Bahrain, pesa watatoa Kuwait, pesa watatoa Omani kwa sababu wana mikataba ya ulinzi. Unapofanya mikataba ya ulinzi, mtu akulinde, gharama ya ulinzi analipa nani? Okay. Utalipa wewe, unaelindwa. Sasa unavunjaje mkataba? Kwa hiyo Saudi Arabia, vita vyote hivi vinapigwa sasa hivi pale Mashariki ya Kati, wanaotoa pesa ni Waarabu ambao wana mkataba wa ulinzi na Marekani. Na mpaka sasa hivi hakuna nchi yote ya Kiarabu imesema imevunja mkataba wa ulinzi na Marekani. Ina maana bado sasa hivi wako chini ya Marekani kiulinzi, wanalindwa na Amerika. Okay. Sasa kama bado wanalindwa na Marekani, Marekani anatoa pesa yake pale. Anawaambia kabisa mimi sina shida yoyote. Okay. Na Trump amesema, kama umefuatilia jana sana, hakuna rais yoyote wa Marekani alisubutu kushambulia Iran. Ni mimi mwenyewe. Hujasikia kauli amesema? Ndio. Na amewaambia Waarabu hakuna mtu yote aliyethubutu kuwashambulia Irani. Na hii kauli amesema kwa sababu gani? Alikuwa anataka kuwaaminisha Waarabu kwamba Irani si nchi ya kawaida kivile. Okay. Ndio maana hakuna mtu yote aliyethubutu kuishambulia. Lakini yeye Trump, kama Trump, ndio mtu wa kwanza amethubutu kuishambulia Irani na akaua viongozi wao. Na mpaka sasa hivi anashambulia. Hata Obama alikataa. Ndio maana akaingia katika ule mkataba wa mwaka 2015. Sasa. Lakini Trump ameingia kushambulia. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine, hata kama Marekani inapata madhara, Marekani kambi zake zinapigwa, lakini bado kuna Waarabu wanasema at least huyu bwana amejaribu. Na bado wanaona pengine Marekani anaweza. Yaani ilivyo ni sawa na mtoto. Ndio. Hakuna mtoto ambaye anaamini babake ana nguvu. Sasa. Ndio. Sio, umeelewa vizuri eh? Waarabu kama watoto. Mtoto leo kimchokota kama nataka kusemea kwa mama. Yaani anaamini mama yake ana nguvu sana. Sasa. Nitakusemea kwa baba, hata kama baba ni dhaifu. Hata kama anaumwa yuko taabani kitandani, lakini utasema nitakusemea kwa baba. Okay. Ndio Waarabu walivyo kwa Marekani. Yaani Waarabu wanaamini kwamba Marekani ndio kila kitu. Sasa hili ni tatizo kubwa. Sasa ndio Marekani analijua vizuri hili, ndio maana anawabana. Kwamba lazima mtoe pesa ya uwekezaji, lazima mtoe pesa, mimi nimempiga Marekani, nimempiga Mwirani, kitu ambacho kufanya mtu yote. Au niondoke hapa nikuachieni. Okay. Nani awatawale Irani. Kwa hiyo Waarabu wanaogopa bado. Lakini hapo kuna watu ambao nimekuwa nikiwasiliana nao ambao wanaonekana ni pro Sunni tuseme. Wao wanaikubali Sunni, hawakubali hawa mashia wa Irani. Ndio. Kuna hoja kadhaa zimetolewa. Kwa mfano, wakati tunasema labda hawa Waarabu kama Saudi Arabia wanaweza kuwa wanamuunga mkono Marekani kumshambulia Irani, kuna mambo ambayo yametokea hapa nyuma. Kwa mfano wanasema mwaka 2003 mpaka 2008 Irani amekuwa akimshambulia Yemen. Sasa je, hawa Yemen wanakosa gani na Irani? Ikiwa Yemen wao hawakuwa, mpaka sasa wanasema hawana hata kambi za kijeshi za Marekani. Nafikiri labda kama watakuwa nazo sasa, lakini hawakuwa nazo. Wamewashambulia wakaenda kudhibiti mji wa Sanaa. Vile vile wamelipua vyuo vya Kiislamu vya Sunni. Kuna chuo kimoja kinaitwa Damaj. Huyo mtu akawa anatoa hiyo taarifa kwamba hawa mashia mnasema ni Waislamu wenzetu, lakini hawa sio Waislamu, ni magaidi kama magaidi wengine au wa upande wa Irani. Sasa kusema wa Irani wanashambulia moja kwa moja si kweli. Yaani walikuwa wanapigana, unajua pale Yemen. Ndio. Waislamu wa madhehebu ya Sunni ni 65%. Okay. Au Waislamu wa madhehebu ya Shia ni 35%. Ndio. Sasa walipokuwa wanapigana vile vita, Irani inakuja moja kwa moja pale. Okay. Irani alikuwa na wasapoti wale Houthi ambao wao pia ni mashia kama wao. Okay. Kwa kuwapa teknolojia na ujuzi wa kutengeneza drone na makombora. Okay.
Kwa hiyo wakati wanapigana wale Sunni na Shia, Irani akawa anasapoti ndugu zake wale Mashia wenzake. Okay. Sasa ndo mtu wa Sunni mwingine kama ambaye yupo Tanzania anaona hawa Irani ni magaidi tu, kwa kuwa mbona wanatupiga sisi Sunni, tumewafanyia nini? Wanalipua mpaka chuo cha damaji cha dini cha Sunni. Hapo tutasemaje hawa ni ndugu zetu na wapo kwa ajili ya kusupport Uislamu ikiwa wanauteketeza Uislamu? Hilo linasemwa kwa sababu ya nani, ya vita, na ndio maana haya ndio matokeo ya vita vilivyo. Okay. Haya ni matokeo ya vita, siku zote vikipigwa na ndio matokeo yake, kwa sababu kwa mfano Saudi Arabia wakati anashambulia Yemen kuanzia 2015 alikuwa anabomoa mpaka misikiti. Okay. Shafahamu? Ndiyo. Na watu wengi sana wa madhehebu ya Houthi walikufa, zaidi ya watu karibia 100,000 waliuawa. Okay. Sasa unajua ilivyo vita vya kisasa vilivyo, mtu anaporusha kombora itaua watu tu. Na hata hiyo kauli alikuwa ananipa hizo taarifa kwamba Saudi Arabia alikuwa anaenda kumsaidia Yemen. Japokuwa ni kama ndio alikuwa anashambulia Yemen, lakini alikuwa anaenda kuwasaidia Yemen wale wa Sunni kuwapiga hao Mashia. Saudi Arabia alikuwa analifanya hilo, kuwapiga hao Mashia, lakini nyuma ya Saudi Arabia alikuwepo nani? Marekani. Okay. Na nyuma ya Houthi wale walikuwepo Muirani. Una vita vilivyokuwa napigana hapo. Na yeye anasema nyuma tena ya Irani wanakuwepo Mchina na Mrusi. Kwa hiyo hata wale nao hatuwezi tukamlaumu eti tumlaumu Saudi Arabia kwa kuwa yupo nyuma yake yupo Marekani, wakati hata huyu naye nyuma yake yupo Mrusi, ambayo wote hao ni makafiri. Sawa, lakini hakuna nchi Marekani China anaidhibiti kama zinavyodhibitiwa nchi za Kiarabu pale. Okay. Yaani Mchina hana udhibiti huo pale Mashariki ya Kati. Okay. Marekani ana udhibiti kuanzia kwenye majeshi, kuanzia kwenye biashara, kuanzia kwenye visima vya mafuta, yeye mwenyewe anaingia front anachimba. Hivi unajua hata mafuta yalivyoanza kuchimba Saudi Arabia, Marekani walianza kuchimba pale. Okay. Kwa hiyo Marekani yani uhusiano wa Marekani na nchi za Kiarabu na uhusiano wa China na Irani tofauti kabisa. Yaani uhusiano wa Irani ni kama Tanzania na China. Ndio. China haitumiliki sisi kwa 100%, tunafanya biashara tu. Tujengea reli ya Tazara hapa, labda anatujengea barabara, madaraja anajenga, anafanya miundombinu, na anaweza akaja hapa akajenga hata kiwanda cha silaha. Lakini Mchina tudhibiti sisi. Kwa hiyo China yuko nyuma ya Irani, anamuuzia baadhi ya vitu, hatukataa hilo kilimwengu lilivyo, lakini biashara hiyo. Na hata Marekani mwenyewe si kwamba afanye biashara na Mchina, wanafanya biashara kubwa tu. Wanauziana vitu vingi tu. Sasa hata viwanda vingi vya Marekani alihamisha Marekani akapeleka China kwa ajili ya cheap labor, kupata wafanyakazi wa bei rahisi. Sasa kwa hiyo Marekani yuko chini ya Waarabu na Mwirani nyuma kuna Mchina, hata Mrusi yupo, lakini kibiashara tu. Sawa. Na kuna kauli nyingine vile vile imekuwa ikitolewa. Yeye nilikuwa nawasiliana naye hapa, alikuwa ananipa taarifa, kwa mfano Waislamu wengi kwa mfano waliopo Tanzania wakiongelea kuhusiana na vita ya Irani, Marekani na Israeli, wao wanamuona Irani ni kama mkombozi wa Uislamu kwa kuwa anawasaidia Palestina, ambao Palestina anasema ni Sunni. Akasema wao wanavyoona hivi vile wanamuona kama Irani anamsaidia Palestina ambaye ni Sunni, lakini kiukweli ni kwamba yeye anawasaidia Hamas, na Hamas walishaenda kubadilisha pale kila kitu, na hao Hamas maana yake wapo pale kwa ajili ya yeye Mshia. Kwa hiyo yeye anamsaidia Hamas wala hamsaidii Palestina. Kwamba hata kama ndio unaweza kusema mbona yeye anamsaidia Palestina, Palestina ni Sunni, hawasaidii wale Palestina wa Sunni, na wasaidia Hamas ambao wapo ndani ya Palestina. Lakini Hamas sio Shia. Okay. Hamas sio madhehebu ya Shia, Hamas ni wa Sunni. Labda lengo la Mwirani ni moja tu ambalo liko wazi linajulikana. Irani anataka Jerusalem. Okay. Aidhibiti pale. Shafahamu ni kwamba Irani yeye anachotaka pale ile Jerusalem iwe chini yake. Hilo liko peki, linajulikana wazi. Na kama vile Marekani naye vile vile Yerusalemu pia kwake ni eneo muhimu kimkakati, na ndio maana hata Trump wewe uulize rais wa nchi nyingine kutaka kuhamisha makao makuu ya nchi nyingine kupeleka Yerusalemu. Wewe umeona kitu kama cha duniani? Trump anahamisha makao makuu kutoka Tel Aviv, mji mkuu, anapeleka Yerusalemu, rais wa nchi nyingine. Sasa Israeli ni Marekani au ni nchi inayojiendesha? Okay, sasa Trump huyo aliwapatia Israeli milima ya Golan ambayo kimataifa ni eneo la Syria. Trump akasema kuanzia leo Golan Heights ile milima ni mali ya Israel. Okay. Kwa hiyo yani wa Marekani wanavyodhibiti zile nchi. Ndio. Na hao watu wengine tofauti. China na ubavu wa kwenda kugawa eneo la nchi yote pale Mashariki ya Kati, sema kuanzia leo ile eneo la Irani. China ubavu huo hana. Okay. China anafanya biashara zake tu anaondoka. Lakini wa Marekani walivyo zile nchi ni mali yao kabisa.
Yaani ile Saudi Arabia unaona sasa hivi kila kitu unachokiona pale ni Amerika. Okay. Hawana ubavu wowote ule ambao wanaweza. Hata wa mkataba wa ulinzi wa Pakistani ambao leo wameufanya. Ni kwa sababu Pakistani yenyewe na Marekani ni baba mmoja mama mmoja, kwa sababu hata vita vya mwaka 2000 na mwaka 2001 vile vya Talibani, Marekani kambi zake zote zilikuwa Pakistani, anawapiga Afghanistan. Anapiga Waislamu wenzake. Ndio tunajiuliza hivi, ikiwa Marekani alikuwa anawapiga Waislamu wa madhehebu ya Sunni, ambao hawa na Pakistani ni madhehebu mamoja, na Pakistani anatoa kambi wapigwe Waislamu wa Afghanistan ambao ni masuni wenzake, Marekani alikuwa apigi shule na vitu vingine? Apiga. Sasa ile ilikuwa ni siasa za maslahi. Yaani kuna wakati inatumika sasa maslahi tu, wala hatuwezi kusema moja kwa moja eti kwamba hapa ni madhehebu. Wakati mwingine Pakistani anaangalia maslahi yake, wakati mwingine amempiga msuni mwenzake ambaye ni Mtalibani. Sasa Hilo wakati mwingine linajitokeza. Angalia mfano mwingine Sudani. Sudani kuna vita. Ndio. Wale waasi wa RSF na serikali. Serikali inaungwa mkono na Irani na China na nchi zingine. Wale RSF wanaungwa mkono na Dubai na Israeli. Okay. Lakini wale wote ni Waislamu wa madhehebu mamoja. Wote ni Sunni. Serikali Sunni, waasi Sunni, wanauana, watu 100,000 washakufa. Maana hapo sasa ni siasa ya kawaida, isipokuwa wanataka tu kuchomeka dini. Okay. Kwa hiyo kuna mazingira fulani ni siasa ya kawaida. Dini haingii sana, kwa sababu Sudani kama ni dini, wote ni Masuni wanapigana. Sawa. Sasa huyu bwana nilikuwa naongea naye, yeye alitoa conclusion kwamba kupigwa kwa Irani, wapo Irani atamaliza nguvu zake, ni nafuu zaidi kwa Waislamu waliopo Mashariki ya Kati kuliko ushindi wa Irani. Kwa kuwa Irani akishinda atazidi kuwapiga, inawezekana akaenda akachukua hiyo Saudi Arabia, nayo akateka Yemen, kama ambavyo amekuwa akiwapiga hao watu. Hilo ni kweli. Irani Saudi nani anaitaka? Hata Maka anaitaka. Hivi ni nani ambaye hataki kuidhibiti Maka na Madina, vituo viwili kwa ajili ya Uislamu? Irani anataka hilo, ikiwezekana analitaka vizuri tu. Na yani tuwe wa kweli, kwa sababu mimi ninachojua Marekani, kwa sababu ana mikataba ulinzi na Saudi Arabia, swali letu tunajiuliza, hivi Maka na Madina nani haimo katika sehemu ya ulinzi huo? Kweli zinalindwa maana yake nazo. Kwa maana hiyo sasa mlinzi wa Maka na Madina ni nani? Si Marekani? Okay. Na ni kweli. Marekani ndio mlinzi wa Maka na Madina. Kwa sababu Marekani Saudi Arabia na mkataba wa ulinzi na Marekani wa kulindwa. Ina maana hata mahujaji wote wakienda Maka wako chini ya Marekani. Shafahamu? Kwa hiyo Saudi Arabia ni serikali ambayo ni kibaraka wa Marekani. Ndio maana kuna mambo mengi sana yanayofanyika pale. Kwa hiyo tunasema kwamba Muirani, kwani watu wengi wanamsupport Muirani? Ndio. Yaani kikubwa kinachoangaliwa kwamba Waislamu wengi wamekuwa wakimsupport Irani, lakini Irani ni adui wa Waislamu wengi. Kwa mfano ni adui kabisa wa watu wa Sunni, mataifa yote yale ambayo yanaonekana ni mataifa ambayo yana Uislamu wa Sunni. Yeye ni adui yao kwa kuwa anawapiga na anataka kwenda kuchukua sehemu zao. Kwa hiyo yeye akipigwa, hao Waislamu ndio wamepona. Yaani ni nafuu kwa Waislamu Irani kupigwa kuliko kushinda vita. Huyo sasa anaongea kisiasa zaidi. Kwa sababu gani? Unajua kwa nini Irani anaungwa mkono? Ndio. Kwa sababu Hamas ni Waislamu, tena madhehebu ya Sunni. Okay. Hamas wanapigwa na Israeli. Lakini hakuna nchi yote ya Kisuni iliwasaidia Hamas. Iwe Misri, iwe Saudi Arabia, iwe Uturuki. Uturuki anabweka tu kama jibwa lisilokuwa na meno. Okay. Na Uturuki, ndugu simulizi, ana jeshi kubwa kuliko hata Irani. Okay. Na ana silaha kuliko, yani Uturuki hata kwenye NATO ni mtu mwenye jeshi kubwa baada ya Marekani. Okay. Yani jeshi la Uturuki ni kubwa kuliko la Uingereza na Ufaransa na Ujerumani. Okay. Na hata silaha zilizokuwa nazo Uturuki hata pengine hata Uingereza hana. Okay. Sijui umeelewa vizuri. Sawa sawa. Lakini Uturuki huyu, Wapalestina wanakufa, wanauawa, hatoi msaada wowote. Anaongea tu bana, Netanyahu fashisti, Netanyahu mshenzi, hasaidi. Huyu Muirani ambaye ni kafiri kwa mujibu wa kambi ya Saudi Arabia, ndio anakwenda kuwasaidia wanini? Wapalestina. Kwa kuwapa teknolojia, mpaka ile makombora yetu Alfajiri 5, yanaitwa Alfajiri 5. Okay. Kawapatia, wanatengeneza, kawapa teknolojia. Mpaka kutengeneza drone anawasaidia. Sasa kwa misingi kama hiyo, Irani inakubalika na watu kwa sababu inaonekana Irani anawatetea wanyonge. Irani anatetea haki. Sio hivyo tu, hata Waislamu wa Bosnia wakati wanapigwa na kuuawa na wale Wakristo wa Orthodox,
aliyepeleka askari kupigana kule ni watu wa Afghanistan ndio wanaenda kupambana na Wairani. Uturuki hakwenda, Saudi Arabia hakwenda, wala nchi nyingine yoyote haikwenda. Sasa kwa mazingira kama hayo, watu wakiona kwamba fulani anaangalau wanatetea wanyonge, watu wanajenga imani naye. Okay. Utafahamu. Kule Lebanon, Israeli anavamia, anateka maeneo. Iran ndio anawasaidia Hezbollah wapambane na Israeli. Kwa sababu Lebanon sio nchi ya Mashia peke yake. Ni nchi ya Masuni, ni nchi ya Wakristo na ni nchi ya Waislamu. Lakini anayemzuia Israeli asiteke nchi ya Lebanon ambayo si ya Shia peke yake ni Mwirani huyo huyo. Kwa watu watamchukiaje Mwirani kwa mfano? Kwa mazingira kama ndio maana watu wengine wanamsupport Mwirani. Okay. Hao wengine ambao wanasema hayo wao wana mchango gani kwenye Uislamu? Okay. Maana usimponde mtu wakati wewe mwenyewe huna mchango wote. Tumeona kwamba Saudi Arabia mwaka juzi Trump alivyoenda Dubai alipewa zaidi ya trilioni $4 sasa kwa ajili ya ulinzi na uwekezaji. Leo Waislamu dunia nzima hawana hata uwezo, hata hela hawana, lakini tunaona nchi za Kiarabu zina support sana Amerika. Sasa leo wakisema eti Irani ni adui, anashambulia nchi zingine, wanaongea tu hivyo, lakini tunataka tuone Saudi Arabia leo inatetea haki ya Palestina. Sasa leo Israeli imetangaza kwamba inalifuta taifa la Palestina lisiwepo duniani. Mwirani anamwambia kama unalifuta taifa la Palestina, na wewe tutakufuta katika ramani ya duniani. Sasa nani anatetea nani wa Palestina leo? Ni Mwirani. Ndio maana Wairani wanaungwa mkono na Waislamu wengi. Si kwamba wanawapenda kwa maana ya kuwapenda kwa sababu ya ushia wao, hapana. Wanawapenda kwa sababu wanatetea haki. Na kama utafuatilia vizuri, utaona hata Waislamu wengi wanamsupport Mrusi kuliko nani? Marekani, kwa sababu Mrusi angalau anawasupport hata nani? Wairani kidogo. Au anaweza, japo Mrusi ni adui wa Kiislamu, kwa sababu ukienda kwa Afrika Magharibi yale makundi ya Wagner ndio yanashambulia Waislamu. Sio kama Mrusi ni mzuri kivile au Mchina, hapana. Lakini watu wanaangalia mwenye nafuu. Sawa, Mwirani mbaya kama watu wanavyotafsiri hivyo, lakini Saudi Arabia naye ana ubaya wake. Hayuko Kiislamu. Yeye yuko kwenye maslahi ya Uarabu zaidi. Na ndio maana yeye, unajua Iran kinachombeba lile jina, amesema ni Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Anatumia jina la Uislamu, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Saudi Arabia anajiita mamlaka tula Arabia, mamlaka ya Kiarabu. Yeye kwenye Uarabu wake tu. Na ndio maana leo katika muulize mtu yote aliyekwenda Saudi Arabia leo, ukikamatwa na bendera ya Palestina unawekwa ndani. Sasa umeona kwenye kombe la dunia wa Iran wanachofanya? Ndio. Walikuwa wanachukua bendera za Palestina wanavaa. Wa Spain nao walifanya hivyo hivyo, ambao ni wazungu. Lakini Saudi Arabia anaweza kufanya kitu kama hicho? Hawezi kufanya, kwa sababu yeye yuko chini ya bwana mkubwa. Okay. Kwa watu wanaochukia Saudi Arabia si kwa sababu tu ya hayo, wanawachukia kwa sababu wa Saudi Arabia wao hawatekelezi maslahi ya Uislamu. Mwirani hata kama hatekelezi kwa kiwango hicho, lakini angalau kuna nchi za Kiislamu anasaidia. Na aliwahi kusema kabisa Mwirani kwamba aliwahi kusema yule kiongozi wa Bosnia, anasema kama sio Irani wangeteketea. Walitoa msaada mkubwa. Kwa hiyo tuseme kwamba Wairani tunasema mnyonge, lakini haki yake mpeni. Kusema Wairani labda wana mpango wa kuteka nchi za Kisuni, inawezekana. Wairani wanaitaka Maka na Madina. Na tuelewe vizuri, hata ile Maka na Madina mwanzoni kuna watu wamefukuzwa pale, ambao walikuwa wanastahili kuwa na ile Maka na Madina. Okay. Ambao ni kizazi cha Bwana Mtume Muhammad, wametimuliwa pale. Unalijua wewe? Hapana. Wale Makureishi wenyewe wamefukuzwa. Okay. Ndio wakaenda Jordan. Yule mfalme wa Jordan ni Mkureishi. Ndio watu ambao walikuwa wanatawala Maka wakatimuliwa pale na hao Arabu wengine. Na wengine wakaenda Morocco. Okay. Kwa hiyo hawa Arabu unaona leo wamegawanyika kiundani. Wale Waarabu wa Ismaili hawatakiwi pale Maka, wamefukuzwa. Unalijua hilo? Okay. Wamebaki wale Waarabu wa asili ambao wanaitwa Mabedui, ambao tangia zamani walikuwepo pale. Ndio wamechukua Maka, wanaendesha zile nchi. Lakini wale Makureishi ambao ni kizazi cha Mtume ndio wamekimbia. Okay, kwa hiyo ndio maana wale wanaendesha kifaida kwamba kuna viingilio fulani vya kufika Saudi Arabia. Wale wa Houthi ni Makureishi. Waelewa sasa mpango ulioko hapo. Ule Houthi ni Makureishi wale. Angalia, yule kiongozi wa Irani Khamenei ni Mkureishi, hata Mujitaba mwanae Mkureishi. Okay. Tena ukoo wa Mtume. Hawa ni ukoo wa Mtume Mahuthi, na wale ukoo wa Mtume. Na yule kiongozi wa Jordan ukoo wa Mtume.
lakini yeye yule amechukuliwa na Marekani, ni kambi ya Amerika. Okay. Sasa hawa Makureishi ambao ni ukoo wa mtume wametimuliwa, na mtume ametabiri, amesema kiama hakitosimama mpaka watokee Waarabu wa ukoo wa Kahtani ambao watawatawala Waarabu kidikteta. Huu ni utabiri wa mtume kwamba Waarabu wengine ambao si Makureishi watatake over pale, watatawala kwa nguvu, watakuwa madikteta, watakaa pale. Na ipo hadithi nyingine nasema, achilia mbali unaosema wewe hivyo, mtume ametabiri, amesema kabla ya kiama hakijasimama hawa Waarabu hawa watapeleka masanamu ya abudu pale Arabuni. Zipo hadithi nyingi tu hatari zaidi. Kwa hiyo wale Waarabu hasa viongozi, sizungumzi wananchi. Ndio. Wananchi walioko Saudi Arabia, wananchi walioko Dubai, wananchi walioko Qatar, wananchi walioko Omani, wote hawakubaliani na sera za kuwaleta wazungu pale, wanapinga. Ila viongozi wao ambao ndio vibaraka, na la watu wanaelewa vizuri kabisa, hata Saudi Arabia watu hawafurahishwi na sera za nchi yao za kumleta Marekani pale. Okay. Na huo ndio ugomvi baina ya Usama bin Laden na serikali ya Saudi Arabia, akafukuzwa pale. Kwa sababu wakina Usama walikuwa wanapinga, kwa nini wakaribisha wazungu hapa? Wakati mtume kabla hajafa ametoa maelekezo kwamba Wakristo na Wayahudi wasiruhusiwe kuja Saudi Arabia, nchi Peninsula, Arabian Peninsula, ile ya Jaziratul Arab, wasiingie pale. Nyie mmewakaribisha vipi? Ndio wakafukuzwa pale wakina Usama bin Laden. Wakaenda Sudani. Walipofika pale Sudani, baada ya mashambulizi ya mwaka 98 pale, walivyotangaziwa ugaidi, Afghanistan wakaambia njooni huku, wakaenda Afghanistan. 2001 sasa ndio Marekani wanaandaa mpango wa kujishambulia wenyewe, wakatengeneza mazingira kwenda kuvunja ile serikali kule. Walikuwa na kisasa na bin Laden. Okay. Kwa hiyo serikali za Kiarabu zimefanya kosa kubwa kuwakaribisha Marekani pale, kinyume na maagizo ya Bwana Mtume Muhammad ambaye ameagiza Wakristo na Wayahudi hawaruhusiwi kwenda pale Arabian Peninsula. Waende kama wageni tu, sio kwenda kukaa pale na kuweka majeshi. Ile ni kosa la kimkakati Kiislamu. Kwa hiyo Saudi Arabia ni kosa hilo wamelifanya, na hilo kosa si limefanywa tu na hao. Kuna shekhe mmoja anaitwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Okay. Yeye ni shehe mzuri sana, tuelewane vizuri. Ametangaza mambo ya dini vizuri tu, amekatiza mambo ya ushirikina, amekuja kuzungumza mambo ya tauhidi vizuri. Upande watu mlaumu huyo shekhe, amefanya jitihada kubwa kweli, lakini kosa lake ni kwamba yeye alishirikiana na wazungu kuvunja utawala wa Ottoman. Okay. Kwa mikataba ya Waingereza na wao kwamba tuwaangushe Waturuki ambao ni Ottoman, alafu nyie mtapewa mamlaka. Kwa hiyo huyu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na ukoo wa Ali Saudi wa Saudi Arabia wa Najdi wakashirikiana, wakaangusha utawala wa Kiislamu wa Ottoman. Ndio kosa ambalo watu wanamlaumu huyu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na madhehebu yake ya Mawahabi. Okay. Ambao yako mpaka kwa Tanzania, Mawahabia. Kwa upande wa dini hawana makosa, wako vizuri, ila kwa upande wa kisiasa ndio tunawalaumu sisi, kushirikiana na Mayahudi na Wakristo kuja kuangusha utawala wa Kiislamu pale Mashariki ya Kati. Ndio watu wanawalaumu kwa hilo. Sisi leo watu walaumu watu wa Ansari Sunna, sio aita Ansari Sunna au Mawahabi kwamba kidini wanakosea. Tuseme hivyo, wale ni Waislamu wenzetu. Kosa lao ni kwamba shekhe wao alishirikiana na utawala wa Kiingereza kuvunja utawala wa Kiislamu wa Ottoman, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na shirika la ujasusi la Uingereza M16. Ndio tunawalaumu kwa upande huo. Kwa hiyo tunasema kwamba serikali hizi za Saudi Arabia haziwezi kukwepa lawama, japokuwa kuna watu wanataka kutetea kwa sababu ya madhehebu yao kimsingi. Kwa mfano kama sisi Afrika Mashariki, sisi ni madhehebu ya Shafi, si madhehebu yetu ni Imam Shafi. Hatuko na Shia wala sisi sio Mashia. Na hata leo kuna watu wengine wa madhehebu wao wa Ansari Sunna au Mawahabi wanasupport Iran, wako wengi tu. Hata hapa Tanzania wako wengi tu. Si kweli kwamba kila mtu mwenye madhehebu ya Saudi Arabia anasupport Saudi Arabia na Marekani. Hapana, kuna Waislamu wengi mimi nawajua madhehebu hayo hata ya Ansari Sunna, madhehebu ya Salafi wanajiita, wanasupport Iran. Kwa nini? Kwa sababu wanasupport upande wa haki. Sisi Waislamu tunasupport haki na amani, vinaenda pamoja. Juzi kuna watu wameshambulia bwana Shehe anazungumzia haki. Kwa nini wakati mambo fulani yanatokea hamkusema? Sisi tunasupport haki na amani, vyote viwili ni mapacha. Okay. Kwa hiyo tuseme tu kwamba huyo bwana tunamjibu, tunasema kwamba sisi tunaisupport Iran kwa sababu wanasaidia watu wanaodhulumiwa Palestina. Wao hawa ambao labda ni Sunni kama hivyo, mtu mwenye msimamo mkali kama yule nilikuwa naongea naye, anaona kama watu mnaokuwa mnaisupport
Irani, kwa sababu mnajua kabisa mabaya mengi sana ya Irani ambayo ameshawafanyia Wasuni ni kama ni mapandikizi ya hayo Shia, yani mapandikizi wa Irani katika tu kuwatetea. Lakini ukweli nyinyi, kwa sababu ukweli mnaujua wote kabisa kuhusiana na Suni na Shia, na tofauti kwamba ni tofauti kubwa kabisa kiasi kwamba kila mtu anamwona mwenzake, yani kwamba Suni yote yule ambaye anasema yeye ni Msuni kwa vyovyote vile anamuona Shia ni kafiri, yani kafiri kabisa. Hapana. Yani ugomvi wa Suni na Shia ni wa kisiasa. Haufiki kwenye kuitana kafiri. Haufiki. Na si tofauti yetu na Shia ni nini? Ni siasa. Baada ya kufa Mtume, watu ambao wana mrengo wa Shia wao walikuwa wanataka Ali awe kiongozi. Sisi watu wa madhehebu Suni, Ahlus Sunna wal Jamaa, msimamo wetu kwamba Mtume hakuacha kiongozi rasmi. Aliwaacha Waislamu wafanye uchaguzi. Uchaguzi ukafanyika, Abubakar akachaguliwa akawa khalifa wa kwanza. Shia wanasema hapana, kiongozi wa ambaye alitakuwa awe kiongozi halisi ni Ali. Kwa hiyo Ali alidhulumiwa haki yake ya uongozi na kizazi chake. Kwa hiyo Ali amedhulumiwa, wakaja wale viongozi wengine wakina Hassan wakadhulumiwa, wakaja kuna Hussein mpaka Hussein anauawa, wakaja wale Zainul Abidin. Kwa hiyo Shia wao wanasema wamedhulumiwa haki yao ya utawala baada ya kufa Mtume tu. Okay. Kwa hiyo madai yao ni ya kisiasa zaidi. Unafahamu? Ni madai ya kisiasa. Ali amedhulumiwa kisiasa wanavyosema. Ushafahamu Kwa sababu katika ule uchaguzi ulipofanyika, hoja zilikuwa nyingi pale. Wale watu wanasema kwa sababu Mtume amekufa tu, mwili uko ndani, watu wakaenda kufanya uchaguzi. Tena watu wa Madina ambao sio Makureishi, wakawa wanafanya uchaguzi pale. Wanamchagua mtu mwingine ambaye anaitwa Saad bin Ubada, sio Mkureishi. Wakaja Makureishi, wakina Abubakar na kina Umar, wakasema wenzetu mbona mnafanya uchaguzi hali ya kuwa mwili wa Mtume uko ndani? Abubakar na Umar wakaja pale. Wakasema Mtume kashakufa, si watu wa Madina tumewakaribisheni hapa katika mji wa Madina, tunastahili kuwa viongozi. Abubakar na Umar na wale maswahaba wengine wakasema haiwezekani. Sisi ni bora kuliko nyinyi. Kwa vigezo wakavitoa. Kigezo cha kwanza, sisi tumesilimu, sisi ni Makureishi, ambao ndio kabila bora. Nyinyi ni Waarabu wengine, nyinyi na Makureishi tofauti. Sisi ni Makureishi, kabila moja na Mtume. Jambo la pili, sisi tumesilimu kabla yenu. Jambo la tatu, hata Qur'ani ikitutaja watu wa Answari na Muhajirina inaanza kutaja sisi na inataja nyie. Kwa hiyo sisi ni viongozi, nyinyi ni mawaziri. Okay. Watu wa Madina wakashindwa, ukafanyika uchaguzi pale, Abubakar akawa kiongozi. Kwa hiyo msimamo wetu wa Kishia hasa ni kwenye siasa. Kwenye siasa ya uongozi katika dola ya Kiislamu, kwamba watu wa madhehebu ya Sunni wanaona kwamba Mashia kupinga kwao wale viongozi ambao ni makhalifa wengine wataka kama ni usaliti. Kwa sababu kwa sisi kumpinga Abubakar na Umar tunaona kama ni kitu kigumu sana. Tunaamini kwamba ni viongozi wakubwa sana. Sasa hiyo ndio ugomvi uliopo hapo. Ndiyo. Lakini kusema Shia ni makafiri si kweli. Wametoa shahada mbili, sio makafiri wale. Okay. Kwa hiyo anayewakufurisha Mashia yeye anajijua mwenyewe kwamba anawakufurisha vipi. Lakini sisi tunasema kwamba tofauti zetu kubwa hasa ni za kisiasa zaidi. Anasema hata Mashia wao vile vile wanawaona nyinyi kama makafiri. Shia kusema kwamba sisi ni makafiri hawasemi. Hiyo wanasingiziwa. Labda wangetuonyesha wapi kitabu cha Shia kinachosema hivyo. Okay. Kwa sababu sisi mimi kama nilio kuzungumza na wewe, lilifanyika kongamano kubwa mwaka 74 kule Jeddah. Wakakubaliana kwamba sisi wote ni Waislamu. Ushafahamu? Na sio hivyo tu. Katika swala za Ijumaa kuna aya moja inasomwa. Na mwanzilishi wa aya hii anaitwa Omar ibn Abdul Aziz, ambao tunamuita khalifa wa 5. Ndio aliweka aya hii baada ya Waislamu walikuwa wanatukana sasa kwenye majukwaa ya Ijumaa, kwenye mimbari. Okay. Aya inasema inna Allaha ya'muru bil adli. Mungu anakuamrisheni kufanya uadilifu. Aliweka aya hii katika swala za Ijumaa kwamba Waislamu wa madhehebu ya Sunni na Shia wote ni Waislamu. Na kuna mambo ya kiadilifu wanakubaliana. Ndio wakaondoa watu kulaniana kwenye mimbari. Huyu anaitwa Omar ibn Abdul Aziz, ambao tunamuita kama khalifa wa 5. Ndio. Baina ya Sunni na Shia. Kwa hiyo kusema Shia ni kafiri, Sunni ni kafiri, hizo ni siasa. Hizo ni siasa ambazo mtu anaweza akasema Shia ni kafiri au Sunni ni kafiri. Lakini sisi tunaamini wote ni Waislamu. Kama kuna makosa yoyote, Mungu atakuja kuhukumu siku ya Kiyama. Lakini kimsingi tofauti zetu kubwa si za kifikihi sana. Kuna vitu vingi vya kifikihi tunakubaliana wote tu. Baina ya Shia na Sunni. Lakini hizo za fulani kafiri, hizo ni siasa. Kuna uwezekano kabisa kuna Mashia wanaita baadhi ya Masuni makafiri. Wale wenye msimamo mikali. Na sisi pia tunao watu wetu
wanaweza kuwaita mashia makafiri. Yaani kwa mfano huo, kwa mfano mashia wao wale mahalifa wanne ambao nyinyi mnawakubali, si wao moja kwa moja wanaona moja kwa moja wale ni makafiri? Au wanawaona ni Waislamu isipokuwa Waislamu ambao wamefanya makosa ya kisiasa? Ni makosa ya kisiasa, yaani ni madhalimu, ni watu waliodhulumu. Maana yake wanaona makafiri. Yaani kwa mfano mtu wewe ukimdhulumu mtu haki yake, huyu kafiri. Okay. Ukinidhulumu wewe Muislamu mwenzako, utapata dhambi ya kunidhulumu. Bado hatoki katika Uislamu. Okay. Kwa sababu ni swala la kisiasa la uongozi tu, nimechukua haki yako ya uongozi ambao unastahili. Basi mwisho wa siku hiyo ni umenidhulumu mimi. Kwa hiyo Mungu atahukumu sasa. Lakini alimtoa mtu kwenye Uislamu. Okay. Hilo ndio swala la msingi ambalo watu wanatakiwa walijue. Ila mtu akisema Abubakar kafiri sasa, huenda kafiri akawa yeye. Okay. Au ukisema Omar kafiri, Mtume anasema kumuita mtu kafiri, ile jina la kwenda kule mpaka mbingu ya saba, likimkosa na kuswali la kurudia mwenyewe. Kwa hiyo atakasema Abubakar kafiri, kafiri sio atakuwa yeye sasa. Akisema Omar kafiri, sisi tunaamini ni Waislamu wale, ni makhalifa waongofu kabisa, tunaita khulafa urashiduna. Mtu akiwaita makafiri wale, hukumu yake itakuwa kwa Mwenyezi Mungu. Na ipo hadithi Mtume anasema, atadiruna man muflis, unajua mtu aliyefilisika? Masahaba akasema mtu aliyefilisika ni yule ambaye ana pesa wala ana vyombo. Mtume akasema muflis siku ya kiyama ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama ameswali, amefunga, naona bwana, amefanya hija, lakini ameshamtukana mtu, amemdhulumu mtu, amemwaga damu ya mtu. Kwa hiyo ukimtukana mtu, ukimtukana Abubakar, ukimtukana Omari, siku ya kiyama ule wema wako uliofanya Mungu atakunyang'anya, atamfidia ile matusi uliyomtukana. Utakwenda motoni. Okay. Lakini swala la kumtukana mtu, hata Waislamu wanaweza kutukanana tu. Tena sio kutukanana, Waislamu wanaweza wakauana kwa sababu Waislamu wanapigana vita wenyewe kwa wenyewe. Sasa. Na Mtume anasema kumtukana Muislamu ni ufasiki, ni uhuni. Kumuua Muislamu ni ukafiri. Okay. Maswahaba kwa maswahaba wamepigana baina ya upande wa Ali na Muawiya. Okay. Wakauana zaidi ya maswahaba 90,000. Na Mtume anasema ukimuua Muislamu mwenzako aliyeuliwa na aliyeua na aliyeuliwa wote wanakwenda motoni. Je, wale watakwenda motoni? Hakuna mtu anaweza kuhukumu wale maswahaba watakwenda motoni. Okay. Kwa hiyo au atasema wale ni makafiri. Hakuna mtu anaweza kusema ni maswahaba makafiri. Okay. Suni nyinyi wao mnamchukuliaje mtu kama Ali? Ni khalifa wanne katika dola ya Kiislamu. Okay. Yaani sisi tunawakubali makhalifa wote akiwemo Ali. Okay. Ndio msimamo wetu. Maana Ali mwisho wa siku alipata ukhalifa. Si hatuna shida. Hata wakina Hassan na kina Hussein sisi tunaamini wajukuu wa Mtume. Okay. Tunawakubali. Na hata kizazi cha Mtume ambao ni masharifu. Huyo Khamenei aliyekufa ni sharifu. Kizazi cha Mtume. Okay. Wale Mahuthi, ule kiongozi wa Yemen, yule ni kizazi cha Mtume. Tunawaheshimu wale. Okay. Sasa mtu akiwatukana kizazi cha Mtume, wakina Khamenei akawatukana, si hata watukane wale, tunajua ni kizazi cha Mtume. Sasa. Tunawaheshimu. Na sisi tunamheshimu Muislamu yoyote. Na sio hivyo tu. Hata Maka mashia wanakwenda na wanapewa visa. Ipo sheria kabisa kwamba msikuwa Muislamu atakaye kwenda hija. Kwani Saudi Arabia ina mashia chungu mzima, wangetoa fatwa tu Shia wasiende Maka ni makafiri. Mbona wanaruhusu waingie pale? Kwa hiyo kuwaita Shia makafiri ni wao Waislamu tu wenye jazba ambao wanawaita. Au kuna mashia wanaita si makafiri. Nafikiri hizo ni jazba tu, lakini kitaalamu huwezi ukawaita kwamba wale ni makafiri. Nafikiri umenielewa vizuri. Sawa, nafikiri tumalize tu kipindi chetu. Kwa leo tumalizie hapa. Nitatoa namba ya simu kwa watu wenye maswali. Namba yangu ni 0714 829191. La mwisho, tuendelee kusubscribe katika channel hii ya Simulizi. Inshallah tuendelee kupata taarifa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.